Hiyo wanasema Mungu bila alikufa kwa ajili ya dhambi zetu, alimaliza kila kitu. Hebu ngoja kidogo. Tuseme vile Mungu alikufa kwa ajili ya dhambi zenyu, alimalizaje nini? Alimaliza dhambi zetu, hakuna mwanadamu yote mwenye anaweza kujilinganisha na Mungu tena. Okay. Kwa hiyo kwa ufupi wewe unatufundisha watu hivi kwamba Mungu alikufa kwa ajili yako. Naam. Mungu anaweza kufa? Mungu alikufa kwa ajili, alikuwa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Ndio nasema Mungu anaweza kufa? Naam, kwa sababu tunaambiwa Mungu alishikwa na akateswa pale msalabani, na yeye ndiye alikuwa amejitolea kwa sababu ya wanadamu kama sisi ambao alibeba dhambi zetu pale msalabani. Nani alimweka pale msalabani? Mungu. Alikuwa tu wale ambao walikuwa na kinyume na neno la Mungu. Kwa hiyo watu walikuwa kinyume na neno la Mungu, walichukua Mungu akamweka kwa msalaba. Hali kwamba alikufa. Wewe unaamini kwamba kama siku ya mwisho msalabani kwa ajili ya dhambi zetu? Okay, Mungu alikufa siku ngapi? Mungu alikufa siku 3. Alikufa siku ilikuwa Ijumaa, ndio ilikuwa tunasherehekea Good Friday, then Easter Monday, akaresurrect in that Easter Monday. Okay. Anaipea watu riziki kwa hii dunia ni nani? Ni Mungu. Nani alikuwa anapewa watu riziki kwa hiyo siku 3 baada ya Mungu kufa? Sasa hapo sijasoma nikaenda deep sana. Kwa hiyo kama Mungu hawezi kufa na huyu alikufa, definitely huyu Mungu, kwa sababu yeye ndiye anatujalia. Exactly. Maana yake mtu akifa, roho ya binadamu unapokuwa unakufa ni roho yako na mwili zinawachana. Sawa? Hii mwili inaenda kwa dunia. Roho inarudi kwa nani? Kwa Mungu. Kwa hiyo kwa imani yako kama unasema Yesu alikufa, inamaanisha mwili yake ilikuja hapa siku 3 na roho yake ilienda wapi? Mbinguni. Kwa nani? Kwa Mungu. Inamaanisha yeye si nani? Si Mungu. Umeona hiyo ya pili? Tutaona tu kwa maana huyu atakwambia kama ni mwana. Timotheo kwanza 6:16. 6. Abbas Online TV yatupa matam ya Uislamu tena kwa nidham. Abbas Online TV yatupa matam ya Uislamu tena kwa nidham. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, thumma salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'd. Fa inna asdaqal hadith kitabullahi ta'ala wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sharrul umur muhdathatuha wa kullu muhdathatun fi dini bid'ah wa kullu bid'atun dalala wa kullu dalalatin fi nar. Baada ya kumshukuru Allah na vile vile kumtakia rehema na amani bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuko katika Umoja 3, uwanja wetu wa kawaida. Lengo hasa ni kuzungumza maneno ya Mwenyezi Mungu, kuelekeza watu wa Mungu katika njia ya Mungu. Hii ni kawaida kwamba tunakuja katika uwanja huu. Pamoja nami niko na Sheikh Khalifa ambaye vile vile tumetembea naye leo kwa ajili ya da'wa, kuwafanyia wale wasiokuwa Waislamu wapate kujua Uislamu. Leo kuna mambo mengi ambayo yanazungumziwa mabaya ambayo kwamba yasifaa kuhusu Uislamu. Kwa hiyo tusipofanya bidii kutoka nje na kutengeza mazingira, basi watu watakuwa na picha mbaya na Uislamu. Kwa hiyo ndio kitu ambacho kwamba tunajaribu kufanya, na vile vile kuwavutia na kuwafundisha dini ya Uislamu. Kwa hiyo kabla sijaanza nitampatia Khalifa wasalimie, alafu tuingie moja kwa moja katika program ya leo. Na assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, wapendwa watazamaji. Alhamdulillah rabbil alamin, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kutupatia nafasi hii kufika tena katika sehemu hii ya Umoja 3, ambapo tunaendelea katika kufikisha kalimatu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kwa wale ambao hawajaweza kufanikiwa kupata nuru ya Uislamu. Na yeyote ambaye ana maoni mbalimbali unaweza kuweka komenti yako pale katika screen, na pia wale walio na maono ya kuweza kutusupport katika dawa hii, pia nambari zetu ziko pale. Ni nambari ambazo pia unaweza kutusupport katika njia moja au nyingine, financial au katika njia nyingine tofauti, ili kazi ya dawa iweze kufanikiwa, kwa sababu huwa tunazunguka kutoka sehemu moja mpaka sehemu nyingine tofauti. Na sisi ni watu tunaoenda mpaka nchi nzima, Kisumu, Mombasa, Kakamega, wapi, tunafika sehemu zote za nchi.
na kwa hivyo kama una uwezo, Mwenyezi Mungu amekujalia uwezo wa kusupport dawa, tafadhali jinyime kidogo, ili kesho siku ya Kiyama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala naye aweze pia kukuangalia katika jicho la huruma. Kwa hivyo kama una maoni pia endelea kutuandikia pale, na leo pia tumefika hapa ili kuweza kukutana na watu mbalimbali kwa lengo la kujumuika nao, pia watueleze ni mambo gani wanayojua kuhusu imani yao, na pia wao tufundishe kuhusu imani yao, na pia sisi tuwafundishe kuhusu imani yetu ya Kiislamu. Na hili huwa linapelekea labda watu ambao hawaelewi kuweza kuingiza dhana ya kwamba lengo letu kuwa barabarani labda ni kujaribu kuchanganya watu, au labda kujaribu kuikemea dini fulani. Hapana. Lengo letu ni kuwekana sawa, kufikisha ujumbe kama ulivyo katika vitabu vya Mwenyezi Mungu. Ndio manake huwa tunasoma vitabu vyote ambavyo vinachukuliwa kwamba ni vitabu vya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo karibu tuandamane sote sako kwa bako hadi tamati ya kipindi. Ni mimi Khalif Juma Athmani. Karibu sana. Rafiki yangu, wewe kijana mdogo lakini hebu njoo kidogo msalimie. Unaitwa nani? Yusuf. Muislamu? Unaishi wapi? Akatuko KCC. KCC. Una miaka ngapi? Kuna 16. 16 years vizuri. Haya, sisi tunaongeongea tu mambo ya Mungu, lakini wewe tembea kidogo. Naona bado miaka yako ndogo. Na tena wewe Muislamu. Ulisilimu? Hapa tu jamii. Lini? Nimekaa miaka mbili. Ulisilimu kwa miaka ngapi wewe? Nilikuwa na 14. Ulisilimu kwa na 14? Nilislimishwa tu na Jamaldin. Jamaldin ndo alikuslimisha? Ah. Mashaallah. Wazazi si Waislamu? Au si Waislamu, mimi peke yangu tu ndo nilijitakianga. Sasa umesema unaitwa nani? Yusuf. Unasoma? Nilikuwa tunasoma, sasa ndo nadai kurudishwa. Unataka kurudishwa shule? Ndo napelekwa. Unapelekwa? Ulikuwa unasoma alafu kaacha? Kwa nini? Yule tu juu ya school fees tu. School fees. Ndo nikakaa kando, nikapelekwa madrasa, ndo nataka kurudishwa. Umesoma madrasa? Boarding ama? Okay. Kwa madrasa umesoma, hebu nisomee sura moja kama Al-Fatiha magani kidogo nisikie. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Mashaallah. Mashaallah. Ndugu zangu, nafikiri huyu alikuwa anapita ameambia Muislamu. Hata sasa kwanza aende, hebu tusubiri kidogo. Amesilimu miaka 2. Jamia Mosque Nairobi kwa Sheikh Jamaldin Osman ndio amemsilimisha pale Jamia Mosque Nairobi. Alikuwa anapita, nimemuita kidogo, na kijana mdogo na bado umri wake mdogo. Sasa anasema amesilimu akiwa na 14 years. Sasa yuko na 16. Mwenyewe umeamua, sio? Uliamua mwenyewe kusilimu? Niliamua tu. Okay, hebu nikuulize maswali mawili matatu kwanza. Sasa hizi unasema unaishi wapi? Akatuko KCC area. Okay. Kabla ya kusilimu ulikuwa unaitwa nani? Nilikuwa naitwa Peter. Peter nani? Peter Kaguni Njoroge. Peter Kaguni Njoroge. Baada ya kusilimu kaitwa nani? Yusuf Kaguni Njoroge. Yusuf Kaguni Njoroge. Sasa hizi unaishi wapi? Nakaa tu huko na mama. Unaishi na mama? Mama amesilimu? Hajasilimu. Na wewe uliposilimu alisema nini? Hakusema kitu. Aliniambia tu maisha ni yako, weka vile utataka. Okay. Sasa kabisa nini ilikufanya mpaka ukaamua kusilimu? Yule tu nilikuwa na shinda tao. Naingia tu mosque kama si Muislamu. Naanza tu kuswali.
ndo nikajulikana mimi si Muislamu, ndo nikaambiwa nikuje kesho, ndo nikakuja sasa, ndo nikaslimishwa. Ndo kwanza nikasoma madrasa ya huko, hizo saa vile tunaambiwa hizo manini. Kwa hiyo ndo kao ukasoma. Na kwa hiyo miaka miwili ndo umeweza kusoma hivyo? Nilisoma tu miezi 5 hapa Nakuru. Nakuru sehemu gani? Nakuru hizo side za Sita. Na ulisomea madrasa gani Nakuru? Darul Tahfidh. Darul Tahfidh iko wapi Nakuru? Iko hizo side za huko 58 ukiingia na Sita. Ukiingia na Sita 58 Kwa hiyo ukasomea hapo. Na kwa hiyo muda ambao kwamba umesoma ukahifadhi kama sura ngapi hivi? Nilikuwa nimefika hadi Suratul Tariq. Suratul Tariq. Hiyo ni sura gani? Tariq. Wasamai Tariq Mashaallah. Sasa nini hasa ambapo kwamba unasema kwamba uliacha kusoma kwa sababu ya school fees? Ulikuwa umefika kiasi gani ya shule? Nimefika grade 6. Grade 6. Ilikuwa tu kitambo sana nikiwa na 12 years huko. Ndio nikaachanga, sasa ndio nikaanza kwenda tao. Kwa hiyo tao ukawa unatembea tu. Baadaye kitu tu ikakuvutia uingie msikiti, ukawa unaingianga unaswali na wewe si Muislamu. Mwisho sasa ukasilimu. Na alhamdulillah baada ya kusilimu umeenda ukasoma. Mama yuko hapa? Mama sasa hayuko. Yuko wapi? Yeye alienda kutafuta makazi. Makazi wapi? Hizi za vibarua za kufua manguo. Mama anafanya kazi za kibarua kama kufuafua manguo na nini? Okay. Kwa hiyo ni kibarua ndio hiyo anakulea nayo? Mko wangapi nyumbani? Tunakuanga tu 5, lakini sehemu moja tu ako hospitali. Walianguka na nduthi na beste yake. Alikuwa na rafiki yake akibebwa na pikipiki? Alafu akaanguka? Yuko hospitali sasa hivi? Ni ndugu yako? Nani alikuwa anapeleka? Rafiki yake mwingine bado yeye ushitu huko KCC. Hao mandugu wako wengine wote hawajasilimu? Wote hawajasilimu, mimi tu peke yangu. Na hao wanaenda wapi? Kanisa gani? Hao waendangi. Okay. Na wewe uliposilimu wameonaje, ama ile tabia zako labda unaonaje? Kuna hope labda kuna mmoja labda anaweza akakufuata labda kwa kusilimu ama? Hao watakangi sasa. Hawataki? Unaishi nao aje kwa nyumba? Hatuishi nao kwa nyumba. Wote ni wakubwa, wote wanakaa kivyao sasa. Ni watu wazima? Wewe tu ndio umebaki na mama kwa nyumba? Nani sasa atakupeleka shule? Ni Jamaldin tu. Jamaldin Osman. Amesema ndio atakupeleka sasa shule uendelee. Kuanzia lini? Iko kijana mwingine saa kwanza napelekwa. Tena akishamaliziwa ndio nipelekwe. Basi tumefurahi sana na ni vizuri uliamua, ulitengeza nini mzuri sana. Ushago ni wapi? Ushago ni Murang'a. Okay. Kule kuna msikiti na Waislamu? Huko sinangi msikiti hadi. Unajua sasa sijazoea kwenda Ushago. Kwenda Ushago ilikuwa 2023 mwezi wa 10. Kwa hiyo kwa ufupi ni kumaanisha yani kwa familia yenu yote wewe ndio mtu wa kwanza? Ni anko yangu. Kuna anko yako pia ni Muislamu? Alisilimu kitambo. Na swala sasa unafanyaje ukiwa na wenzako kwa nyumba? Kuna tatizo ama kuna uzito labda kwa swala na ibada? Hakuna uzito. Mimi namkanga tu ndo na swali. Unaswalia wapi? Sasa zingine namkanga naenda hapa Umoja. Basi vizuri, nakutakia kila la kheri. Isipokuwa sasa wewe ni mtoto mdogo bado, najua hauna hata namba. Unaweza patikana wapi? Mimi nakuanga tu KCC tu. Na unaswalia wapi sana? Sana ni Jamia. Sasa mtu akikutaka wewe labda mpaka Jamia? Okay. Na madrasa najua iko Jamia, watu wa kusilimu wanasoma. Unaendanga madrasa? Hiyo nilimalizanga. Ulimaliza? Ndio kaenda kuendelea tahfidhi? Okay. Haba sawa. Mimi naitwa Abbas na nafikiri
naye vile vile kuna madrasa ambayo kwamba tunaye lakini hapa Isli, lakini wewe kama unaendelea pale Jamia, na pia kuna mpangilio ambao kuna Sheikh Jamaluddin Osman ya masomo, basi utakuwa unaendelea pale na vile vile upate kuendelea na masomo yako usiwache, na pia dini usiwache. Hiyo umefanya nini mzuri. Wakati ambapo kwamba utaishi vizuri kwa nyumba, watu wakaona tofauti kutoka kwako, hapo utaona hata wenyewe wale mandugu zako wanataka kukufuata na pia mama anataka kukufuata. Ni sawa eh? Asante sana. Karibu sana. Sawa eh? Asante. Haya. Naam. Tumeweza kumuona kijana ambaye tena alikuwa anapita, na hizi sehemu ambazo sisi tumesimama si rahisi kukutana na Muislamu anapita hizi sehemu. Kijana mmoja amesimama kutusalimia, kumbe ni kijana ambaye alikuwa amepata kusilimu, na nimeshangaa ametusomea Suratul Fatiha vizuri sana, ambapo kuna wazee wetu katika dini, tumezaliwa katika dini, hata Suratul Fatiha inatuhangaisha kuisoma. Kijana ametusomea Suratul Fatiha vizuri sana. Ni kitu gani tunajifunza hapa? Tunajifunza ya kwamba usimdharau mtu, usimkejeli mtu. Huwezi kujua kesho yake, huenda yule akawa bora zaidi kutuliko sisi. Kwa hivyo tuendelee pamoja inshallah katika kulingania watu dini. Ni kusherehekea Father's Day, Mother's Day, na pia kusherehekea siku ya Mungu, vitu kama hayo. Ndio. Mimi naitwa Abbas. Mimi ni Muislamu. Ndio dini yangu. Na wewe unaitwa nani? Mimi naitwa Protas, mimi ni Mkristo. Wewe ni Mkristo. Unasema tusherehekee Father's Day? Yes, leo ni siku ya kusherehekea Father's Day. Sasa mimi kwangu unaona siku ya kusherehekea Father's Day ni kila siku. Kwa nini unachagua siku moja tu ya duniani? Hiyo huwa inakuwa siku moja ili ukumbuka wazazi vile wazazi wenye at least wamepata watoto, at least kuonyesha upendo wao. Okay. Na si Biblia inasema uheshimu baba yako na mama yako, si ni kweli? Ya, hiyo ni ukweli, lazima tuheshimu mama na wazazi wote tuheshimu, kwa sababu ni commandment ambayo imeandikwa pale. Asante. Sasa tunasherehekea tu siku moja leo, siku nyingine tutaheshimu ama ni kuheshimu kila siku? Zingine hizo tunaheshimu, lakini leo tunasherehekea permanently, sasa each year. Okay. Sasa sisi hapa sisi ni Waislamu na wewe ni Mkristo, namna ulivyotuambia, tuko hapa kuzungumza maneno ya Mungu. Unajua Waislamu tunakaa sana msikiti. Watu wanataka kujua sana mambo mengi ya Uislamu. Juzi tukasema twende kwa ground tuongee na watu kama rafiki yangu pale na wengine. Kuna wengine wamepita hapa tumeongea. Naye pia atuambie, ushaona eh? Na pia tukisherehekea hiyo Father's Day pamoja, basi ni vizuri, tunafurahi. Mfano sasa sisi Waislamu tuna vitu ambavyo kwamba tunaamini ambaye ni sawa na kwenyu. Sisi tunaamini kuna Mungu mmoja. Nyinyi mnaamini kuna Mungu mmoja. Tunaamini Yesu ni mtume wa Mungu. Nyinyi mnaamini Yesu ni mtume wa Mungu. Ama nadanganya? Sisi kuna vitu ambavyo kwamba tunaamini Mungu aliumba dunia yote na ardhi kwa siku 6. Nyinyi mnaamini aliumba ardhi na dunia yote kwa siku 6. Si ni kweli? Tunaamini mtu wa kwanza Mungu kuumba ni alikuwa anaitwa Adam. Na Eve, yeah. Exactly. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo sisi tunakubaliana. Lakini kuna kidogo ambayo tunapitana. Hiyo kidogo ambayo tunapitana ndio sababu tuko hapa kwa barabara. Niulize rafiki yangu. Hebu nikumbushe tu unaitwa nani? Naitwa Protas. 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 Sasa ndio nataka kuona labda Protas. Rafiki yangu njoo karibu sana. Labda Protas ataniambia kwa nini tunatofautiana kwa hii. Shida ni nani? Ni sisi ama shida ni nyinyi? Ili kwamba tukishajua shida basi information is power. Si ni kweli? Mfano mmoja tunatuelewane. Waislamu wanasema Yesu ni Muislamu. Naona mimi Yesu ni dini gani? Yesu ni mtu wa kawaida tu kama Kristo. Ni mwaseme tu ni Mkristo sasa. Unajua wewe ni Mkristo, si ni kweli? Yes, exactly. Yeye anasema Protas ni Mkristo. Maana ya Mkristo ni mfuasi wa nani? Yes. Wa Yesu ambaye ndio Kristo. Rafiki yangu karibuni sana, tunawakaribisha. Welcome. Msiangalie kwa mbali, maana yake mfuasi wa Yesu. Na sisi Waislamu pia tunaamini sisi pia ni wafuasi wa Yesu. Ushaona? Na tukasema kwamba sisi ni yes boss, karibu. Welcome. Sisi wafuasi wa Yesu ni Waislamu.
Wewe unasema ni mfuasi wa Yesu lakini wewe ni Mkristo, sio? Naam. Swali ikakuwa, sasa ikiwa sote tunamfuata huyo mtu mmoja, alikuwa dini gani? Sisi tunasema ni Muislamu kwa sababu Qur'ani inasema alikuwa ni Muislamu na wanafunzi wake ni Waislamu. Lakini kulingana Wewe kitabu na Biblia, kitabu yako ni Biblia, mimi najua. Naam. Hiyo Biblia kulingana nayo inasema dini yake ni gani? Hapo hivyo maybe kabla niseme kitu, ndasema ya kwamba kulingana na Uislamu na Ukristo, huwa nasema hapa hakuna tofauti, bora sisi wote tunamwabudu Mungu mmoja. Kabisa. Wote sasa tunajumuika, hiyo ina depend with some of nini background. Kama unapata kama sisi wa Kristo, sisi tulipata kuwa ni tunamuita Mwenyezi Mungu. Tunamuita Mwenyezi Mungu kwa sababu yeye ndiye alikuwa mtetezi wetu, alikufa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Sasa maybe kwa Waislamu hapo sijaelewa kwa nini nyinyi maybe ni tofauti na sisi, lakini kitu ninajua ni ya maana ni sisi huwa tunamwabudu Mungu mmoja tu, wote nene dini zote tunamwabudu Mungu mmoja. Kwa hiyo wewe unasema kitu ya maana ni kwamba sisi na nyinyi tunaabudu Mungu mmoja, sio? Mungu ambaye kwamba Waislamu wanaabudu hana mtoto. Mungu ambaye Wakristo wanaabudu ako na mtoto. Sisi huwa tunasema mwana wa Yesu, pia hapo hivyo ndio tofauti sana. Kwa hiyo inamaanisha Mungu ambaye sisi tunaabudu na nyinyi si mmoja. Hapo hivyo maybe ndio sasa hiyo ndio inatofautiana sasa. Kitu ya pili, wewe unasema kwamba wewe unaamini, boss karibuni, wewe unaamini Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zetu, bi maana akabeba dhambi zetu, si ni kweli? Naam. Na Mungu anafundishaje? Mungu anaruhusu kweli mtu akufe kwa ajili ya mtu mwingine? Hiyo wanasema Mungu bila alikufa kwa ajili ya dhambi zetu, alimaliza kila kitu. Hebu ngoja kidogo. Tuseme vile Mungu alikufa kwa ajili ya dhambi zenyu, alimalizaje nini? Alimaliza dhambi zetu, hakuna mwanadamu yote mwenye anaweza kujilinganisha na Mungu tena. Okay. Kwa hiyo kwa ufupi wewe unatufundisha watu hivi kwamba Mungu alikufa kwa ajili yako. Naam. Mungu anaweza kufa? Mungu alikufa alikuwa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Ndio nasema Mungu anaweza kufa? Naam, kwa sababu tunaambiwa Mungu alishikwa na akateswa pale msalabani, na yeye ndiye alikuwa amejitolea kwa sababu ya wanadamu kama sisi, ambao alibeba dhambi zetu pale msalabani. Nani alimweka pale msalabani? Mungu. Alikuwa tu wale ambao walikuwa na kinyume na neno la Mungu. Kwa hiyo watu walikuwa kinyume na neno la Mungu, walichukua Mungu akamweka kwa msalaba. Naam. Wewe unaamini kwamba kama siku ya mwisho watu wabaya wataenda jehanamu? Kulingana na mimi hapa duniani, mimi wanasema kulingana na mimi hapa duniani ndio kule mbinguni, na tena ndio pale pa shetani. Mateso ambayo yenye watu wanapitia hapa duniani na ile furaha ambayo watu wanapitia hapa duniani ndio sasa hivyo ndio itakuwa baadaye. Sawa. Sasa hawa watu wabaya siku ya mwisho wataenda kwa shetani. Kweli si kweli? Hiyo wanasema hivyo, lakini it is really true. Na Biblia inasemaje? Nakubali kwamba utaenda kwa shetani? Biblia inasema unapotenda mambo mazuri utaenda ukae kule ambao Mungu wako. Na ukitenda mambo mabaya pia utatengwa ukae kwa pande ya shetani. Kama hao wanadamu waliweza kuchukua Mungu wakamweka kwa msalaba, sawa, na waliweza wakafanya hivyo, wewe unaona siku ya mwisho watakubali kwenda pali pabaya? Na hapa waliweza, kesho wao pia wanaweza kumchukua wakamweka pali nyingine aenda pali pazuri? Hiyo kesho huwezi mchukua, lakini ni sasa wakati huu jukumu yenye ilibaki kwa sisi ambao bado tungali hai hapa duniani. Nini itakataza kesho wamchukue kama leo wameweza, na siku hiyo ndio kubaya kuliko leo? Kama siku hiyo waliweza kuchukua Mungu wakamweka kwa msalaba, sawa, wakamuua, hiyo siku ya mwisho wewe uonesho moto ndio ile ingia pale, sawa, na huyo Mungu ulimshika ukamweka kwa msalaba kwa dunia, na siku ya mwisho watu wako wengi, wewe unaweza jumuika wakamshika wakamweka kando na wakaingia kwa paradiso bure, na walikuwa wabaya hapa duniani? Hapo hatutaweza kushika, kwa sababu tunaambiwa wakati sisi siku ya mwisho watu ambao walikuwa wametenda mambo yaliyo mazuri wao ndio wataenda katika ufalme wa mbinguni. Na kabla ufike kwa wanatuambia, Biblia inasema ya kwamba unapokuwa hapa duniani
tuepuke na mambo mabaya, kwa sababu ili tutengeneze makao yetu yale ya kule mbinguni. Sasa ndio unaona kila mwanadamu hapa duniani anajitahidi zaidi ili kufanya juhudi kuhakikisha kuwa anafanya mambo ambayo yanampendeza Mwenyezi Mungu, ili ndiposa baadaye asienda akalai kwa grupu ambayo ilikuwa ya watu ambao ni watenda dhambi. Sasa Mungu na binadamu, nani ana uwezo kuliko mwingine? Mungu ana uwezo mkubwa sana kushinda binadamu. Uwezo wa binadamu unaweza kufikia wa Mungu? Haiwezi. Kama wanadamu wanaweza ungana wakamchukua Mungu wakamweka kwa msalaba, kati yao wanadamu waliweka Mungu kwa msalaba na Mungu aliweka kwa msalaba, nani hapo alikuwa na uwezo kuliko mwingine? Hapo kwa sababu Biblia iliandikwa in parables. Iliandikwa kwa jazanda. Sasa ukisoma ya kwa kawaida kama storybook, hautaweza kuielewa zaidi. Lakini Biblia inasema ya kwamba kulingana na nini, vile umeniuliza swali, panda ya binadamu na Mungu, nani anaweza kuwa na nguvu mingi? Mungu aliona alikuwa na nguvu, kwa sababu angekuwa na uwezo mkubwa angemaliza hao watu, lakini kwa sababu hakutaka kumaliza hao watu wengi, naona mtu mmoja anakufa ajitolea akufe kwa niaba ya watu wengine. Ndipo sasa saa hizi sisi wote tunamwabudu Mungu hivyo. Kwa hiyo inabidi mtu mmoja akufe kwa ajili ya watu wengine. Naam, ndipo vile Mungu aliweza kufa hivyo kwa sababu ya sisi wanadamu. Sasa aliyekufa ni mtu ama ni Mungu? Yeye ni Mungu. Kwa hiyo Mungu anaweza kufa? Naam. Na Biblia inakubali Mungu anaweza kufa? Biblia haiwezi kubali, lakini hiyo ndio maybe. Kwa hiyo ni wewe ndio unakubali kwamba alikufa? Biblia inasema kwamba Mungu alikufa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Okay, Mungu alikufa siku ngapi? Mungu alikufa siku 3. Alikufa siku ilikuwa Ijumaa, ndio ilikuwa tunasherehekea Good Friday, then Easter Monday, akaresurrect in that Easter Monday. Okay. Anaipea watu riziki kwa hii dunia ni nani? Ni Mungu. Nani alikuwa anapewa watu riziki kwa hiyo siku 3 baada ya Mungu kufa? Sasa hapo sijasoma nikaenda deep sana, lakini najua ni Mungu, baada anabaki Mungu, kwa sababu yeye ndiye anatujalia, anatupa neema ya kuishi na kutupea riziki ya kila siku. Okay. Mungu anaweza abudu ama yeye anaabudiwa? Mungu anaabudiwa. Yeye haabudu. Yeye huwa haabudu. Yeye ametengenezwa makao ambaye sasa sisi anatumulika sisi kila jambo ambalo tunafanya. Okay. Sasa nimeona nini yako. Kwa ufupi ni hivi. Wewe una imani kama Yesu ndio Mungu. Na imani hiyo sio sahihi. Hiyo ni imani mbaya. Yesu ni mwanadamu na Biblia imemuita mwanadamu pali mingi kabisa. Kwa mfano tu, mbuzi inazaa mbuzi, si ni kweli? Ng'ombe inazaa nini? Mwanadamu anazaa nani? Mariamu si ni mwanadamu? Mtoto wake atakuwa nani? Mwanadamu. Huyo mtoto wa Mariamu ni nani? Ni mwanadamu. Sasa nikuulize swali. Sasa ngoja, ndio unaona vile uko na akili. Huyo mtoto wa Mariamu ni mwanadamu na jina yake anaitwa nani? Mtoto wa Mariamu jina yake anaitwa nani? Anaitwa Jesus. Jesus. Kwa hiyo Jesus inamaanisha ni mwanadamu. Kweli si kweli? Ni Jesus is a Messiah. Is a Messiah. What's the meaning of Messiah? Messiah ni yule mtu ambaye ametumwa duniani kwa ajili ya very good. Dhambi. Ametumwa na nani? Ametumwa na Jesus, kuna tofauti ya Jesus na God. Sasa Mungu, sasa unaona sasa ndio unaanza kupata akili vizuri. Kuna tofauti ya Mungu na Jesus. Kwa sababu if Jesus the Messiah, lazima kuna ule amemtuma kwa hiyo mission. Mimi kwamba kuna God ambaye amemtuma Jesus katika dunia. Na ndio Yesu anasema hivyo. Nisomee kwanza katika 15:24 Mathayo. Usikie vile anasema. Pili, tusome andiko ingine 1 na 3, tuone andiko ya 3, tuone kama Mungu anakufa. Kwa sababu kuna mambo 3. Kwanza Yesu ametumwa. Pili, ukisema Yesu ni Mungu, tuone Biblia inasema ni nani. Na 3, ukasema kwamba Mungu anaweza kufa, ndio tuangalia pale kama Mungu anakufa ama hakufi. Nisome kwanza Mathayo 15:24. 15:24 Mathayo inasema, akajibu akasema, sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Unaona maneno haya anasema nani? Anasema na Mungu. Ambaye anasema anayesema ni nani?
Anayesema ni Mungu. Anayesema ni Yesu. Ni Yesu. Anasema sikufanyaje? Si kutumwa bali alikuja hapa duniani kwa sababu ya anasema sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea nyumba ya Israeli. Bi maana kama anasema sikutumwa inamaanisha kuna ule aliyemtuma, si ni kweli? Naam. Na aliyemtuma Yesu atakuwa ni nani? Ni Mungu. Ni Mungu. Kwa maana hiyo inamaanisha kwamba Yesu si Mungu. Kweli si kweli? Hapo Yesu ni mwana wa Mungu. Asante. Sasa ushamteremsha chini daraja moja. Sasa sio Mungu, afadhali sasa ushatoka sio Mungu, ni mtoto wa Mungu. Sasa tutaongelea kama ni mtoto wa Mungu. Exactly. Kwa sababu sasa huyu ameambiwa kwamba alikufa, sio Mungu. Mungu hawezi kufa. Timotheo kwanza 6:16. Hebu usikie vile nasema. Mungu hawezi kufa. Kwa hiyo kama Mungu hawezi kufa na huyu alikufa, definitely huyu si Mungu. Ni Yesu sasa. Exactly. Maana yake mtu akifa, roho ya binadamu unapokuwa unakufa ni roho yako na mwili zinawachana. Sawa? Hii mwili inaenda kwa dunia. Roho inarudi kwa nani? Kwa Mungu. Kwa hiyo kwa imani yako kama unasema Yesu alikufa, inamaanisha mwili wake ilikuja hapa siku 3 na roho yake ilienda wapi? Mbinguni. Kwa nani? Kwa Mungu. Inamaanisha yeye si nani? Si Mungu. Umeona hiyo ya pili? Tutaona tu kwa maana huyu atakwambia kama ni mwana. Timotheo kwanza 6:16. 6:16. Niko pale inasema ambaye yeye peke yake mwanadamu ambaye yeye peke yake hapatikani na mauti. Yeye peke yake hapatikani na mauti. Yaani yeye peke yake ndio hawezi kufa. Nani? Amekaa katika nuru isiyoweza kukaribiwa. Na amekaa katika nuru isiyoweza kukaribiwa, huyo hapatikani na mauti na amekaa mbali sana. Kuja dadi twende. Wala hakuna mwanadamu aliyemuona. Hakuna mwanadamu aliyemuona. Kuna mtu ashaona Mungu? Unaona Hakuna. Kwa hiyo hakuna mwanadamu aliyemuona. Na Yesu ashaionekana? Yesu hajaionekana hapa. Yesu hajaitembea hapa watu wakamuona wakaongea naye. Akapigwa kofi. Kitambo alikuwa lakini saa hizi hayuko. Sisemi sasa. Si kitambo alionekana? Alionekana. Lakini Mungu siku zote hajawahi onekana. Hajaonekana hapa. Unaona? Twende. Naam. Inazidi kusema wala hakuna mwanadamu aliyemuona wala awezaye kumuona. Hata kuna binadamu aweza ona Mungu. Twende. Heshima na uweza una yeye hata milele. Amina. Unaona? Heshima na uweza una yeye hata milele. Hakuna mwanadamu ashawahi muona. Kwa hiyo ndio sifa ya Mungu. Hakufi, hawezi kufa, hajawahi onekana na hakuna mwanadamu aweza muona. Huyo ndio Mungu. Naam. Sawa? Kwa hiyo hapo si Yesu. Sasa Yesu ni nani? 8:40 Yohana ya mwisho. Alafu sasa ongea naye kama Yesu ni mtoto wa Mungu. Maana ashamteremsha. Kishateremsha mwana wa Mungu, tukishatoa basi aingie kwa imani sahihi ni mtume. Kwa sasa nataka sasa kukufundisha kwa mwana wa Mungu sasa. Hapo ndo kuna shida sahihi. Haya Yohana 8:40. 8:44. Naam. Ninaifikia polepole tu. 44. Inasema lakini sasa mnatafuta kuniua mimi. Nani? Sikia. Mnatafuta kuniua. Lakini sasa mnatafuta kuniua mimi mtu ambaye nimewaambia iliyo ya kweli niliyoisikia kwa Mungu. Unasikia? Sasa mnatafuta kuniua mimi mtu. Ambaye nimewaambia iliyo kweli nilisikia kwa nani? Kwa Mungu. Kwa hiyo inamaanisha Yesu ni mtu na nasikia maneno kutoka kwa nani? Kwa Mungu. Kwa hiyo mpaka kufikia hapo umeelewa Yesu si Mungu. Kweli? Nimeelewa hapo sasa. Sasa pale unatakana kueleweshwa sasa step 2 ni kusema kwamba Yesu ni mtoto wa Mungu. Sasa wacha mwalimu kidogo akueleweshe. Nataka ukitoka hapo umetoka na faida mingi free of charge. Hii tunakupea faida free of charge. Sawa? Hatukulipishi, hii tisho ni bure. Mwalimu kidogo mueleweshe kwa mwana wa Mungu. Asante. Ndugu watazamaji, nadhani haya ni maradhi ambayo yamekuwepo tangu zamani. Watu wanashindwa kumtofautisha Mwenyezi Mungu ni nani na Yesu ni nani. Wanamuona Yesu kama Mungu na kumuona Mungu kama Yesu. Kwa hivyo huu ni msiba mkubwa sana. Na ndugu yetu hapa alikuja na hiyo dhana kwamba Mungu aliuawa. Lakini imefika mahali tumekwenda ikajulikana hapana.
Mungu haezi kuwa na sifa hii ya kuuliwa. Ikiwa Mungu ndiye anapeana afya, inakuwaje Mungu kauliwa? Lakini sasa umemtoa Yesu katika uungu, ukamshukisha, ukamleta pale, sasa yeye ni mwana wa Mungu. Vizuri sana. Kwanza sisi katika imani yetu kama Waislamu tunaamini ya kwamba Mwenyezi Mungu hana mtoto na hana mwana, na haiwezekani Mwenyezi Mungu kujifanyia watoto, haiwezekani, ya kwamba hiyo sio sifa yake. Na tunaamini ya kwamba Mwenyezi Mungu alimtuma roho wake malaika Jibril kwa mama yetu Maryam, kwa neno tu litokalo kwa Mwenyezi Mungu, utazaa mtoto pasina kuingiliwa, naye mtoto huyo utampa jina lake Isa mwana wa Maryam, yani Yesu mwana wa Maryam. Kwa hivyo Yesu kuzaliwa katika Uislamu, Yesu amezaliwa kwa njia ya muujiza. Kwa hivyo muujiza unakuja namna gani? Kuzaliwa na mama bila ya baba, huo unakuwa ni muujiza. Lakini ukituletea dhana ya kwamba Yesu ana mama na ana baba na Mungu ndio baba yake, itakuwa inamaanisha ya kwamba hakuna muujiza pale. Karibu sana ndugu yangu, sekunde moja tu. Labda sasa nikuulize kidogo tu kabla uende, sekunde moja. Mama wa Yesu ni nani? Ni Maria. Vizuri. Mary, Maria, Mary, Maria au Maryam, yote ni sawa.